fiki huwa tunakumbushana masala mbalimbali katika dini yetu, na kwa siku hii ya leo Jumatano huwa tukisomeana fiqhu tahawulat, ilmu au ufahamu wa mabadiliko ya zama zetu na nyakati tofauti tofauti. Lakini kama tulivyoelezea jana mwisho wa kipindi chetu, basi leo sio vibaya tukaanza mwanzo wa kipindi chetu kutanabaisha mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa imetokea kwa wale ambao tunakuwa na mawasiliano ya simu, umeona jina langu au namba yangu imesema umetumiwa picha katika tovuti hii, basi usifungue. Ni watu ambao wanatumia majina ya watu kwa nia mbaya. Lengo lao, ukishaifungua ile tovuti, wanakuwa na access ya kuchukua vitu vyako kupitia simu. Kwa hiyo inadhihirika message inasema Imam Khatib amekutumia, una picha zako kwenye tovuti hii. Kwa hiyo mtu akiona hivyo, mimi situmii Telegram na inakuja kwa njia ya Telegram. Kwa hiyo mtu asifanye hivyo, au ni watu ambao wana nia sio nzuri, matapeli. Lakini la pili nalo, kama tulivyosema jana, imetolewa muktarah, rai, kwamba pamoja kwamba hizi darasa tunaziendesha zipo ndani ya YouTube, lakini mara nyingine mtu kushughulika huko inakuwa tabu. Imeanzishwa WhatsApp group kwa yule ambaye atakuwa anahitajia kupata faida ya darasa hizi, basi ata contribute namba yake kwa mzee wetu pale Mahmud na kijana wetu Uthmani na mwezie. Wao ndio watakuwa maadmini wa hiyo group, WhatsApp group, ambayo hizi darasa zinaweza kuwa zinakatwa kidogo kidogo, zinatumwa kwenye WhatsApp group, na unaweza pia ikawa wepesi kuuliza humo kuliko kusubiria zile siku zetu tuzijipangia. Kwa hiyo WhatsApp group ipo. Wewe kama utakuwa ni mwepesi, na si lazima mtu hapa tu, mwingine nje atakufaidika, basi atahudhurisha namba yake ambayo yenye WhatsApp, ili kufanya wepesi ya ilmu iende, kwa sababu mwanadamu kila kitu ni ilmu, na watu sasa hivi wanatumia sana mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inabidi na sisi kukumbushana kheri, twende huko kwenye mitandao ya kijamii kwa wasila wote, kwa njia yote, ili wale wanaokusudia mabaya wasiwe na nguvu ya kuathiri, kwa sababu na huko pia yanapatikana mazuri. Kwa hiyo tunatoa tangazo hilo, kiwa mwenye kuhitajia ataacha namba zake pale kwa kijana wetu Uthman au mzee wetu Mahmud pale nyuma amekaa. Tukiendelea kukumbushana, tuko katika kuelezea alamatu saa al-wusta, alama au dalili za kiyama kwa mgawanyo wa wanachuoni, ambazo hizi zinaitwa za kati na kati, sio zile kubwa na wala sio zile ndogo ndogo, ambazo mara nyingine kusudiwa ndogo ndogo maana kila mtu anakuwa anapata mtihani wake, akiwa hajajitambua ndio inakuwa sababu ya kiyama chake. Kama ilivyokuwa kwamba inaonekana kila mmoja katika baadhi ya definitions za wanachuoni, kila mmoja ana kiyama chake pia nacho, ukiacha kiyama cha kusubiriwa. Kila mmoja ana kiyama chake. Kwa hiyo tupo katika kueleza alama za kiyama au dalili za kiyama al-wusta, ambazo za kati na kati. Tulijaliwa kutaja mengi sana huko nyuma, ambayo sasa tu katika maktal Sayyidina Uthman tuliwahi kutaja huko nyuma. Kwa kuanza, dalili ya kwanza tukasema ya kuonyesha kiyama hakiko mbali ni kutumilizwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupewa utume. Dalili ya pili tukasema ya kuonyesha kiyama hakiko mbali, mauti yake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tatu tukasema kwa mauti hayako mbali ni ile khilafatu rashida kuanza kupatikana na kidogo kidogo kuangukana. Kisha tukaeleza fathu Baitul Maqdis katika moja za alama za kiyama, ambapo jambo la 4. Jambo la 5 tukaja kueleza maktal Sayyidina Umar, tauni Imwas, ugonjwa tauni katika mji wa Imwas.
tukaeleza ya tano, ya nne na ya tano na ya sita ni maktal Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Huko nyuma tulijaliwa kueleza hizi ni katika alamatul wusta, ni alama za zakati. Maulama wanazieleza kuonyesha kwamba watu wakae attention, kiyama hakiko mbali. Leo tunaelezea kwa ufupi sana maktal Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu, ni sehemu pia ya alamatus saa. Kwa hiyo katika alama za kiyama za kati na kati, maktal khalifatu thalith, kuuliwa khalifa wa tatu, naye ni Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu, ambayo hii ndio Mtume aliweka wazi kabisa kwamba kifo chake ndio mwanzo wa matatizo na fitna. Katika riwaya zilizokuja mbalimbali na zilizokuwa sahih, Imam Damashqi katika tarikhi yake ameeleza, Ibn Asakir pia ameeleza, Hafidh ibn Kathir pia ametaja katika Bidaya wa Nihaya riwaya hii ambayo tunayoisema sasa hivi. Mtume SAW alisema nini? Alisema awwalu fitan, tena akatumia neno la jamu, awwalul fitan, yani kitu cha kwanza katika fitna zitakazotokea, qatl Uthman, kuuliwa Uthman. Ndio hapo itaanza fitna na mitihani na matatizo. Waislamu watakuwa mbange, ule uhda wao utapotea, utajaribu kurejeshwa lakini haurejei kama vilivyo, na hiyo ni katika dalili ya kiyama. Anasema Mtume katika hii riwaya, wa akhiruha khuruju dajjal. Kwa hiyo katuwekea hapo ni pigment hiyo ametuwekea Mtume SAW. Kwanza mwanzo ni wapi? Ni Sayyidina maktal Sayyidina Uthman, kuuliwa Sayyidina Uthman, na mwisho kuja dajjal. Kwa hiyo baina kuuliwa Sayyidina Uthman bin Affan mpaka kuja kutokea dajjal, hapa katikati kuna mengi yatazuka, lakini yote ni katika dalili za kiyama, na mwishowe itafunga ile dalili kubwa kabisa ya kutokea nani? Ya kutokea huyo dajjal. Tena Mtume SAW akaapa akasema, walladhi nafsi biyadi, na naapa kule ambaye nafsi yangu katika kabdhi yake, katika dhati yake, ma min ahadin, hakuna yeyote yule, fi qalbihi, katika moyo wake, huyo mtu katika moyo wake, mithqalu habatin, atakuwa na chembe ndogo sana ya uzito wa chembe ndogo sana, min maqtal Uthman, ya kufurahika kuuliwa kwa Sayyidina Uthman, ya kuona sawa kuuliwa kwa Sayyidina Uthman, illa, isipokuwa mtu kama huyo, hushira ma'a dajjal, atafufuliwa pamoja na nani? Atakusanywa. Hushira maana atakustanishwa, sio atafufuliwa, nimekosea. Hushira maana atakusanywa au atakutanishwa na nani? Na ad-dajjal. Haya ni maneno ya Mtume ya kweli na sahihi, kwamba mtu yote atakayeona raha toka kipindi cha nani? Cha mwenyewe Sayyidina Uthman, au ataona sawa toka kipindi cha nani? Cha mwenyewe Sayyidina Uthman mpaka hivi leo tunavyoongea leo, yoyote atakavyoona sawa, basi ajue yeye atakusanywa na huyo dajjal, kwa sababu dajjal ndio mwenye kupenda fitna na ubaya kama huo wa kuua watu. Na kwa nini tunasema mpaka sasa hivi? Kwa sababu Mtume sasa kasema yoyote yule atakayekuwa, wanasema ikija istithna ma'al madhi tufidu halia, yani maana yake ikija fi'lu ya madhi alafu kuna istithna inafurisha ile hali kwamba ilipo, ikiwa time ile, ikiwa time, ikiwa time ijayo, ni jambo linaendana. Kwa hiyo Mtume akatuambia kwamba mwanzo wa fitna itakuwa ni kuuliwa Sayyidina Uthman, na mwisho kukatika hiyo fitna ambayo ndio itakuwa kubwa, ndio itawalizika hapo. Ikimalizika tena khalas, ni nani? Kuja dajjal, kutokeza nani? Ad-dajjal. Kisha Mtume sasa akahitimisha maneno kwa kusema, ninamuapa Mwenyezi Mungu ambaye mimi sina uwezo wa kumiliki nafsi yangu hii isipokuwa ni yeye tu, yoyote yule, na kama anaongea kwa msitizo, ameanza kwa kuapa, yoyote yule ambaye atafurahika, maana itakuwa katika moyo wake mithqalu habatin min maqtal Uthman,
uzito wa chembe ya punje moja tu ya kwamba kuuliwa Uthman na sawa, au yeye anatamani ingekuwa yupo afanye hivyo, au yeye anaona ndio vizuri. Maana wako watu mpaka hii leo wanaona kwamba Uthman ni sawa tu kuuliwa. Sasa hii ni taarifa nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya zetu sahih, aswa illa hushra ma dajjal, ila tafuliwa nani na dajjal. Swali nakuja, je, wale waliokufa inakuwaje habari hiyo? Kwa sababu Mtume akasema hushra, atakusanyishwa, maana yake ataunganishwa na dajjal. Lakini watu wamekufa. Sasa hivi utasema haya sawa, acha tuendelee. Sasa wengine watu wako hai, maneno ya Mtume yako sawa. Sasa na wale waliopita, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hata ilifanywa mbinu ya kuchafuliwa, lakini wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo maneno yake yako sahihi, haendi kinyume, labda wewe hujafahamu tu. Mtume anamalizia katika hadithi yake anasema in adrakahu, yani yule dajjal atafufuliwa naye ikiwa dajjal atakuja katika zama huyo mtu, atakuja katika zama huyo mtu, atakusishwa naye. Wa illa yudrikuhu, ikiwa dajjal hakuja katika zama huyo mtu, maana yake hakukutanisha na huyo mtu, dajjal hajakutana na huyo mtu, labda amekufa kabla ya dajjal, itakuwaje ya Rasulullah? Anatuambia amana bihi fi qabrihi, yani huyo mtu aliona raha kuuliwa Sayyidina Uthmani atamwamini na kumkubali Sayyidina Uthmani katika maisha ya barzakh huko kaburini. Atakubali kwamba mwenzangu ni dajjal, kwa sababu katika nafsi yake kuna raha, kuna kuona ni sawa, kuna kuona ni haki kuuliwa kwa nani? Kwa Sayyidina Uthman. Ndio tukasema kwamba hizi ni dalili za kiyama, kwa maana ima kiyama kiwe in general au kimespecify kwamba individual, kwamba wewe kila mmoja ana kiyama chake. Kwa hiyo ukiwa unaitakidi hivi, maana hicho ndio kiyama chako, kiyama ambacho siku ya kiyama unajua dhiki na tabu. Kwa hiyo na wewe tabu yako ni hiyo, kwamba utakuwa pamoja na huyo dajjal ambaye moto wake ni mkubwa mno, atachomwa sana. Kama wewe hapa duniani hujakutana nao, ni watoto miaka hiyo karne zilizopita, na dajjal bado hajadhihirika physical, lakini mental dajjal tuko naye. Ishara zimewekwa ziko wazi, dajjal kashaanza kutuma channels zake, zipo zinafanya kazi. Akija mwenyewe anapata wepesi tu. Unaona leo dini inatoka katika vifua vyetu, kila siku tunaambia dini inakuwa dhaifu, mpaka inafikia mahala tunaona kwamba dini yetu haitusaidii chochote zaidi ya kuswali na kufunga. Tunafikia hivyo kwa sababu nini? Ile dhaifu inakwenda inatoka dini katika vifua vyetu, ili yule dajjali apate nafasi. Isipo wachache tu watakuwa strong kwenye imani yao, watabakia nao wazidi 400 katika hesabu ya nini ya ahlul badri, 314. Hivyo vidume ndio vitabakishwa na Allah vije kupambania haki na Imam Mahdi, vitabakishwa vije kupambania usawa na uadilifu utakaoletwa na Imam Mahdi. Ala ikhtilafu ulama, lakini ni kitu kipo. Kwa hiyo wachache namna ndio watabakia, lakini huenda moja kwa moja kuwa na uchafu na dini kuondoka si ishara nzuri. Maana hiyo ni maandalizi ya kwamba tulitukutana na nini? Na dajjal, na'udhu billahi min dhalika. Kwa hiyo Mtume kwenye hadithi anasema, jamani, mtu acheni kuwaingilia masahaba, hawa ni kitu kingine kabisa. Wewe ukiona raha tu, au ukaona ndo haki, ukaona ndo sawa sawa kwa elimu yako, kuuliwa nani? Sayyidina Uthman. Ndio maana katika aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa wao wanatuambia wama jara baina sahabi naskut, kwa kofia hii isije ikasensi nafsi yako. Maana wama jara baina sahabi naskut, yale yote yalopita, mitihani na matatizo na msukosuko, kuonjwa kwa masahaba, sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunanyamaza, tuintafia chochote, kwa sababu ukiintafia itaanza kutumia mambo ya logic. Lakini hapa kweli Uthman alikuwa hivi, hapa kweli Umar alikuwa hivi, itakujia mambo ya logic utaja kuona sana wana chochote. Wakati usakatambia law anfaqtum mithla ahd dhahaban lam tablughu darajati ashabi kan nujumi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, nyinyi wote mtoe mtakavyotoa vyenu,
viwe vingi zaidi ya mlima wa Uhud, lakini mnachokitoa chenyewe kiwe ni dhahabu, basi hamwezi kuwafikia masahaba zangu. Masahaba zangu ni kama nyota ulimwenguni, zimezagaa kila eneo kwa ajili ya manufaa. Sasa ndio maana Sunna wal Jamaa kwa ufu yao wanakuambia hawaitafii mambo yaliyotoka kwa sahaba, kila wanakuambia Allahu aalam, wallahu aalam bimuradi, kwa kuepuka haya. Hii ni riwaya ya Mtume SAW, ni sahihi na umesahihisha maimamu wakubwa kwamba yeyote anayekuwa na mithqalu habatun min maqtal Uthmani, yani anaona raha, anaona sawa kuuliwa kwa nani, kwa Uthmani, yeye atakuwa pamoja na Dajjal. Ima atakutana naye hai au atakutana naye wakati yeye ameshatoa roho kwenye maisha ya barzakh, atamwamini, atamwona ndio sawa, kwa sababu Dajjal ndio shughuli yake. Imam Ahmad bin Hanbal katika tariki yake ya kupokea riwaya hii kutoka Kulayb bin Wa'il ana ibn Umar radhiallahu anhu, alitabiri na kuelezea kadhia ya nani, ya Sayyidina Uthman bin Affan kuwa ni katika sehemu ya fitna zilizokuja kubwa. Akasema nini Mtume? Akasema Ibn Umar, Abdullah ibn Umar anatuhadithia kwamba dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume siku moja alieleza nini? Alikuwa anaeleza fitna, akieleza kwamba fitna itakuwa hivi, itakuwa kadha wa kadha. Anatuambia Abdullah ibn Umar, famarra rajulun, mara akapita mtu wakati tu kwenye majlis pale Mtume anapoelezea zile fitna zitakazopata katika umma huu. Sasa akapita mtu na safari yake, sisi tumekaa tunamfesi, maana kama Sheikh Ghaib watu wanamuelekea, kwa hiyo hawajui nyuma yao huku kuna nini. Sasa famarra rajulun, akapita mtu, Sheikh ndo anamuona yule mtu, wakamsikia anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam nini, yuqtalu fiha hadha dhulman, atauliwa huyu katika hizo fitna za kuhaditheni na kuhadithieni kwa kudhulumiwa. Atauliwa huyu, maana yule mtu yule katika hizo fitna za kuhadithieni kwa dhulma, kwa kudhulumiwa. Sayyidina Abdullah bin Umar, mtoto wa Sayyidina Umar bin Khattab, akashtuka, mtu gani huyo? Akageuka kuangalia, kutafuta. Anasema fanadhartu fa idha huwa Uthman bin Affan radhiallahu anhu, nikageuka mara namuona ni Sayyidina Uthman bin Affan, yeye ndo anapita, kama alivyoeleza Imam Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Kaeleza hii riwaya kwamba Mtume alipokuwa akiwaelezea masahaba zake na vijana aliwakusanya kwamba wasijiingize kwenye matukio mabaya, kama leo wazee wetu wanapotuasa tusijiingize katika matukio mabaya, tunaona kama sivyo ndivyo. Na Mtume alikuwa na tabia hiyo, kulea jail, kulea jamii na kulea nini ile jail, kizazi, generation. Maana yake jail ni kizazi, kukilea kisije kikaingia kwenye matatizo. Sasa anahadithia mambo ya fitna, akapita Sayyidina Uthman. Mtume akasema huyu atauliwa kwenye hizi fitna nazozieleza, dhulman, kwa kudhulumiwa. Kwa tunajifunza nini? Kwamba katika mauaji ya Sayyidina Uthman kuna alaka kubwa sana bimada siyasati tamhidi, kwa kuanza matatizo ya upekeshaji wa mambo lidajjal. Kwa nani? Kwa Dajjal. Yani anatuambia Sheikh kwamba wa fi maqtalihi, na katika kuuliwa kwake radhiallahu anhu, alaqatun watida, kuna mafungamano makubwa sana bimabda siyasati tamhidi lidajjal fil umma, yani kuanza mwenendo mbaya wa ujaji wa nani, wa Dajjal katika huu umma. Kwa nini Sheikh useme hivi? Anasema binajahil munafiqin, kwa kufaulu wale watu wanafiki. Wale watu wanafiki watakuwa wanafaulu sana fi ikhtiraqi mawaqi alqarar, katika kubadilisha kwa zile mbinu zao za kuonyesha watu ni wa dini, kumbe sio wa dini, kubadilisha nini, qarar, na kubadilisha yale mambo ambayo yalikuwa yana hukumu sahihi ya kimwenyezi Mungu, wa ta'thir alayhi, na kuingiza athari mbaya katika qarari ambayo ya Mwenyezi Mungu alituwekea sisi.
watakawuni, na ndio mwanzo wa kuwa watakawuni awwal qarni, na ndio mwanzo wa kupatikana karne ambayo min quruni al-khawarij. Yani toka alivyoliwa Sayyidina Uthmani, atambia shekhe, ndio mwanzo karne iliyoanza kupata vuguvugu la nani khawarij, kwa sababu baada ya Sayyidina Uthmani alifuatia nani, Sayyidina Ali kutawala katika khilafatu rashida. Kwa hiyo ilipokuja Sayyidina Ali kulikuwa kumeshaanza vuguvugu la kisiasa ambayo la mfumo wa Dajjal. Mfumo wa Dajjal ni kukataa sheria ya Mwenyezi Mungu. Leo tukatae sheria za Mwenyezi Mungu, tunazikataa tena mpaka familia zetu za Kiislamu. Mtu atahukumiwa kwa namna ya Kiislamu, akitoka hapa mimi sikubali, lazima niende mahakamani. Kwa hiyo nasema ndio zilianza kipindi hicho, wakapatikana watu wanaitwa nani, Khawarij. Nao Khawarij ni habari yao nao ndefu. Khawarij, ili neno maana yake Khawarij ni jamu ya kharij. Khawarij ni wengi, waliotoka wengi. Kharij ni mmoja. Maana Khawarij ni kundi maalum lililoamua kutoka kwenye maamuzi na mifumo ya Sayyidina Ali radhiallahu anhu katika kuhukumu kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakatoka wakaona hayuko sawa, wakafuata nani, Muawiya katika mambo kwa urefu sana. Sasa hawa Khawarij nao wana changamoto zao mbalimbali, na tunao, lakini kutokana na nini wanakuwa na deiluti kidogo kidogo, zile spidi zao na nguvu zao zinapungua, na wako aina tofauti tofauti, kwa sababu Khawarij ni kikundi kipindi hicho kharajat, kilitoka kiliamua kiachane na maamuzi na mwenendo wa nani, Khalifatur Rashid, ambao kiongozi aliokuwa muadilifu, aliopewa certificate na Mtume kwamba yeye maamuzi yake na hukumu yake ndio iko sawa sawa, na ni Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Wakaanza kutoka, na hata ukikuta wale watu ambao wenye ukorofi sana kwa viongozi, basi wanarejea misimamo kama hii ya kina Khawarij. Ukikuta katika ile mzunguko wao watakwenda wanakupa zile evidence zao ni kama namna hii. Manake Sayyidina Ali alikuwa ndo mtawala, ndio mkubwa wa nchi kipindi hicho, ni khalifa. Sasa kwa kuwa anahukumu kitabullah wa sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanaona matakwa yao hayapatikani, kwa waende kinyume na vile sheria za Mwenyezi Mungu zinavyohitajika. Wakaanzisha mambo yao mengine. Maana kilipotokea tahkimu tu baina Sayyidina Ali wa Muawiya, basi wao wakachukua ndo nafasi ya kufuata Muawiya na kuachana nani, kuachana na Sayyidina Ali radhiallahu anhu. Hao ndio wanajulikana sana kwamba ni makhawarij kwa ufupi zaidi, na walianza siku hizo kama nilivyosema pauliwa Sayyidina Uthman, wakaanza wakati yao kidogo kidogo mpaka akhir fi khalifati Ali radhiallahu anhu wakadhihirika, na takriban ilikuwa mwaka 37 Hijria. Sasa hivi tuko mwaka 1447, mwaka 1447, wao walikuwa mwaka wa Hijria 37. Kwa hiyo utapiga hapo, ni muda ambao ulikuwa ndo mwanzo karne ya kwanza kabisa. Ndio maana hapa Sheikh akatuambiaje, watakawuni awwal qarni, na ndio ikaanza mwanzo wa karne ambayo quruni al-khawarij, ya karne za hawa makhawarij ambao ni watu hatari na ni watu wabaya kwa viongozi wao, kwa against na viongozi kwa namna yote, maadamu matakwa yao hayajakubalika na kusikilizwa, wako tayari kufanya chochote. Ibn Kathir pia katika bidaya wa nihaya akatuambia, wakana awal khurujihim hina rafa ahlu Sham al-masahif fi saffain fa ankara alayhi qaumun min jayshihi wa qalu la hukma illa lillah, wakawa kwamba wanaona hukumu yao wao ndio sahihi kwa Mwenyezi Mungu, kumbe wametoka katika vile kwa nini alipokuwa amefanya Sayyidina Ali radhiallahu anhu katika jambo la tahkim. Ni habari mrefu na hatuwezi kutokana na wakati kueleza moja kwa moja na kaida zao na afkari zao, kwa sababu ni umeelezwa na vitabu. Wao madhhabu yao ni takfiri, mara nyingi wepesi kukufurisha, wepesi kufanya. Lakini sisi kama ahli sunna wal jamaa hatumkufurishi mtu ila yeye mwenyewe akufuru.
Hatukufuru ila yeye mwenyewe afanyaje, akufuru, kwa sababu wako makundi mbalimbali. Kuna watu wanaitwa azariqa, nikasema khawarij, tajaddath ni katika makhawarij, ibadiyya ni katika makhawarij, lakini inakuwa tofauti. Safriya katika makhawarij, ajarida katika makhawarij, lakini sisi hatusemi kwamba wale wote wamekufuru. Ahlus sunna jamaa tunasema mtu atakufuru bi'aini. Hata Shia sisi hatusemi kwamba Shia wale ithna sharia, hatusemi kwamba wao ndio wote makafiri. Mtu atakufuru kwa kile alichokifanya, ndio tunaambia huyu nani ni kafiri, kama walivyoeleza wanachuoni. Njia yao nyingi kubwa nyepesi ya kuwajua hawa makhawarij ni kuwa kwamba madhhabu yao ni takfir, istihlal bidima. Wao wanakuwa wanahalisha mambo ya kuuana, amwali, kuchukua mali za watu. Kama kuna kipindi itokea Nigeria kule Boko Haram, wao ni halali kwao, hata wakaingia shule wanachukua watu wote, ni mabinti wale wote wanawachukua, wanaenda kuishi nao, kwa sababu wanakuambia kukaa kusoma huko kwenye shule sio sahihi. Wao ndo sahihi kwa kumiliki, wanakuwa na concept kama hizo kwamba wao ndo kila kitu, wako sawa, na ilhali wala sio sahihi kwa kama hiyo. Kwa hiyo madhhab al-khawarij wao yukafiruna hata bidhambi, hata kidogo tu, kwa dhambi dogo wanamkufurisha mtu kwamba ni kafir. Na kama mtu kafir manake upati pepo, wa yakhuluna sawi fi nar. Ndio maana tutakuta tena wengine mtu akiwaja swali hivi akifa hawamshiriki, hawamoshi, hawamswali, hawafanyi chochote, wakati ile sio hukumu ya yule. Ile hukumu ya yule ni kwa Mwenyezi Mungu. Yule akishakufa tu jambo limebadilika, wajibu umekuja kwenu nyinyi. Lakini hii ndio mifumo yao ya kuonyesha kwamba wao mara nyingi mifumo yao ndio sahihi na itikadi zao na fikra zao ziko sawa. Kwa hiyo hapo ndio ikawa sasa mwanzo wa kutoka nani ya makhawarij, kwa kuuliwa Sayyidina Uthmani, ikaanza mitihani. Kwa hiyo ni kiyama hicho, kiyama ima cha mmoja mmoja au cha watu wote. Mpaka hapa tusimame. Mwenyezi Mungu akitufikia tulikuelezea mawqi al-jamal, nayo ni sehemu ya nini, ya alamatu saati al-wusta. Mungu akitoa taufiki, kesho tutaelezea mawqi al-jamal, lakini tujue tu kwamba hawa masahaba kwa Mtume SAW tusiwaingilie kwa lolote. Kila tunayesikia ndivyo sivyo, tuseme Allahu a'lam. Ndo tarbia inataka hivyo. Ukisoma ukiingia dipu itafika bwana, lakini ilikuwa kweli, ilikuwa hivi, utaanza kujaji na wewe, na hali ya kuwa unatoka katika mafunzo ambayo yalikuwa sahihi. Allahu ta'ala alam. Atujalie Mwenyezi Mungu kwa ukumbusho mchache miongoni mwa ambao yastamuna alqawla wa yatabuna ahsana. Allahu ta'ala alam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma yassir umurana ma rahat qulubina wal afiya was salama fi dinina dunyana bi rahmatika ya Allah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyina wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.